Nam, hizi ni ripoti za kimataifa kutoka hapa Sky TV. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Wakati Sudani inaadhimisha miaka miwili tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, mashirika ya kibinadamu yanaonya juu ya mahitaji makubwa na yanayoongezeka yanayoikabili idadi ya watu nchini humo, hasa katika mji mkuu wake ulioharibiwa wa Khartoum. Mwakilishi wa UNICEF nchini Sudani, Sheldon Yeti, ameelezea hali ya kutisha wakati misaada michache ya kibinadamu inaanza kuingia katika maeneo mapya yanayoweza kufikiwa. Khartoum, ambayo hapo awali ilikuwa jiji kuu lenye shughuli nyingi, sasa iko magofu, mojawapo ya kitovu cha mzozo uliozuka Aprili 15 mwaka 2023. Vita hivyo vilivyosababishwa na mapambano makali ya madaraka kati ya jeshi la Sudani na vikosi vya kijeshi vya Rapid Support Force RSF vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 20,000, ingawa takwimu halisi zinaaminika kuwa kubwa zaidi. Licha ya jeshi la Sudani kuuteka kwa mara nyingine mji wa Khartoum hivi karibuni, ushindi muhimu wa mfano kurudi katika hali ya kawaida bado ni mgumu. RSF inaendelea kudhibiti maeneo makubwa, hasa huko Darfur, ambapo Umoja wa Mataifa umeripoti zaidi ya vifo vya raia 300 mwishoni mwa wiki iliyopita katika wimbi jipya la vurugu. Ni hayo tu kwa sasa katika ripoti za kimataifa kutoka hapa Sky TV.